Mtu ukimwona amefanikiwa usichukulie poa. Mtu ukimwona ametoboa usichukulie poa. Wapo wengine ambao walipambana damu jasho kumwagika kwa ajili ya kufikia mafanikio hayo na wala hawakuweza kuyafikia. Lakini wengine ambao neema ya Mungu iliwapitia walijikuta baba zao, ukoo mzima uliwatengenezea mazingira mazuri hata kabla hajafika duniani. Wanapofika duniani kila kitu ni smooth, maisha yanaendelea. Lakini kuna wengine ambao wanafika tu duniani, baba haeleweki, mama haeleweki, mazingira hakuna aliandaliwa kwa ajili ya kuishi vizuri. Lakini Mungu akawainua na kuwapa neema ya kukaa sehemu kubwa ambayo mara kila siku wakijiuliza wanaona ni neema tu ya Mungu kuwa hapa. Katika soka tumzungumzie Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kabla hajawa Ronaldo au CR7 kama wengi tunavyomfahamu, alikuwa mtoto wa familia kawaida sana kule Madeira. Baba yake hakuwa tajiri. Alikuwa katika mazingira ambayo ni ya kudharaulika katika jamii ambayo inamzunguka. Mama yake alikuwa mpambanaji tu wa kawaida akipambana kumlea Cristiano Ronaldo. Kama si mpira, Cristiano Ronaldo angekuwa pengine ni fundi ujenzi, angekuwa anafanya shughuli zile ambazo ni za kukaa kwenye jua na kuumia na kubeba mawe na shughuli ngumu. Lakini kwa neema ya Mungu alimwepusha, maana angekuwa ni mtu wa kuamka asubuhi mapema kutafuta riziki kwa mikono, kwa nguvu, kwa jasho na nguvu zote ili aweze kufanikiwa. Lakini mpira umemhamisha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Mungu hakufunga milango kwa Cristiano Ronaldo kwa sababu kipaji chake. Alifungua milango. Leo maisha ambayo Cristiano Ronaldo anaishi ni maisha ambayo wengi wanayaota. Sio kwa sababu alikuwa ni bora sana kuliko wengine. Cristiano Ronaldo mwenyewe anajua kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa ni bora kuliko yeye. Lakini leo yeye ndiye ambaye anazungumzwa. Yeye mwenyewe anajua kwamba sio bora wake bali kwa sababu ya neema ya Mungu ilimfikia. Nani anayejua historia kuhusiana na Lionel Messi? Messi alikuwa mtoto mdogo sana, dhaifu, mgonjwa, mtu ambaye katika jamii iliona kwamba hawezi kufaa hata kuwa pale alipofika sasa. Familia yake haikuwa na uwezo mkubwa. Kama mpira usingemchagua Lionel Messi, angekuwa msaidizi wa ufundi pengine, kwenye masuala ya ujenzi pengine, angekuwa anafanya shughuli zingine ambazo zisingekuwa na uwezo wa kumfanya hapo alipo. Kama vile kubeba matofali, kufyatua tofali na kusaidia shughuli zingine huko nchini Argentina. Kumbuka, Lionel Messi alimuona kama mtoto mdogo ambaye hawezi kufanikiwa, lakini Mungu humtazama mtu kwa moyo na si kwa mwili. Leo tunavyozungumza Lionel Messi ni hadithi iliyo hai, ushahidi kwamba Mungu hakuangalia unavyodharauliwa, ila Mungu anakupa thamani ambayo dunia yenyewe itaamini kwamba wewe umebarikiwa. Nani ambaye anamfahamu Kylian Mbappe? Inawezekana ana hadithi sana ya kusisimua, lakini Mbappe alikulia kwenye mitaa ya kawaida sana kule nchini Faransa. Sio kila kitu kufikia hapo kilikuwa rahisi. Sio rahisi kama ambavyo watu wanaweza kachukuliwa. Kama si mpira usingeweza kumsaidia kufika hapo, huenda naye angekuwa katika shughuli pengine za gereji, kuwa fundi mechanics, lakini pia pengine angekuwa ni mtu wa ujenzi, angekuwa ni mtu ambaye anajishughulisha na shughuli ambazo namna hiyo pengine sio vile, maisha hayo angekuwa ndo vile. Lakini Mungu kwa neema yake akampa ndoto, akampa nafasi, kwa kutumia kipaji chake likawa daraja la kuondoka kutoka chini kwenda juu. Vipaji ni neema na sio bahati. Erling Haaland. Nani ambaye amfahamu Erling Haaland? Unapozungumzia bahati bado utazidi kuzungumzia kwenye eneo la bahati. Erling Haaland ni kweli baba yake alicheza mpira tena katika level ya juu kabisa pale Manchester City.
Ni kweli, lakini sio sababu ya wewe kufanikiwa kwa sababu mzazi amefanikiwa. Ingawaje kuna asilimia kubwa ya baba kutengenezea mazingira mazuri ya kuweza kufanikiwa. Uende ungejikuta ameangukia katika mazingira magumu ambayo yasingeweza kumtoa hapo pale nchini Norway. Angefanya pengine kazi ngumu kwa sababu baba alikuwa na maisha mazuri. Pengine baba angefilisika na vyote hivyo vingekuwa hivyo. Lakini leo tunavyozungumza, Mungu aliamua kuendeleza kipaji kile ambacho alikuwa nacho baba yake, amekipeleka kwa mtoto wake na amekuwa na mafanikio makubwa sana. Hapa namzungumzia Erling Haaland. Hata ukiwa na mazingira mazuri, bila neema ya Mungu bado unaweza kubaki pale pale au ukashuka zaidi. Ni wangapi ambao tumeona walikuwa matajiri baba zao na wao watoto wamekuwa masikini? Vyote vinawezekana. Bila neema ya Mungu unaweza ukajikuta usipate kile ambacho kinastahili kukipata. Nani ambaye amfahamu Mohamed Salah? Mo Salah, nani amfahamu? Mo Salah aitoka katika kijiji kidogo pale nchini Misri. Safari yake haikuwa rahisi hata kidogo. Kama si mpira wa miguu, pengine angekuwa mfanyakazi wa kazi ngumu ambazo pengine angekuwa kondakta au angekuwa mtu wa masuala ya ufundi mengine, pengine hata kufyatua tofali, mfanyakazi wa shughuli ambazo ni za kutumia nguvu, ambazo tofauti na mpira wa miguu. Lakini Mungu akampa subira, nidhamu, rehema na neema, akamtoa kijiji hadi kuwa fahari ya taifa. Mungu hubadilisha machozi ya mapambano na kuwa tabasamu la ushindi. Lamine Yamal, kabla ya dunia haijaanza kutamka jina la Lamine Yamal kwa heshima, alikuwa mtoto wa familia kawaida sana huko nchini Barcelona. Baba yake hakuwa tajiri, mama yake alifanya kazi ndogo ndogo ili kumlea. Kama si mpira wa miguu, Yamal angekuwa kijana wa mtaani. Huenda angekuwa anafanya shughuli ngumu za kubeba tofali, kubeba michanga, kubeba mawe, kwa maana ya kuwa fundi seremala na kufanya vitu vingi sana ambavyo vijana wengi ambao hawatambuliki wanavifanya, tena kimya kimya bila kutambulika. Lakini Mungu akamwona mapema, akampa kipaji, akili ya mpira na nafasi ambayo si kila mtoto huipata. Ndani ya muda mfupi akamwinua kutoka uwanja wa mavumbi hadi kukaa jukwaa la dunia lenye heshima. Sio kwa sababu alikuwa mdogo tu au alikuwa bora sana kuliko wengine, la hasha. Ni kwa sababu ya neema ya Mungu ilimkuta mapema. Leo tunamzungumzia Lamine Yamal. Ni mfano hai kwamba Mungu anaweza kubadilisha leo kama sio kesho yako. Ndani ya dakika moja tu maisha yakabadilika. Kama umeguswa na hiki, una kila sababu ya kumshukuru Mungu. Una kila sababu ya kusema, Mungu wetu, tunakushukuru kwa kila riziki tulionayo. Tunatambua wazi sio kwa sababu sisi ni bora kuliko wengine, bali ni kwa sababu ya neema yako imetufikia. Tunaomba riziki tunayoitamani ambayo kwa nguvu zetu hatuwezi kuifikia. Tunaomba kizazi na vizazi vyetu vipate wepesi wa kufanikiwa kama hawa majina makubwa ya soka yaliyofanikiwa, hasa kwenye mpira miguu. Lakini pia si kwenye mpira miguu tu, tukafanikiwe pia katika fani nyingine, hata zile fani ambazo ni ngumu kuzifikia. Hasa tunazozungumzia ni fani njema ambazo zipo duniani kwa ajili ya kuzifanya sisi wanadamu. Tupe unyenyekevu, tukipata tukukumbuke kwamba ni Mungu umetupa. Lakini tunapochelewa kupata pia tupe subira na imani isiyoyumba kwenye maisha yetu, Mungu ikaendelee kutuzunguka. Kwa neno hilo, kwa kuhitimisha, ni kusema amina, amina, amina na ikawe.